Ni maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara yanayoendelea katika jiji hili la Dar es Salaam. Mtazamaji, bado tunaendelea kukujuza kile ambacho kinaendelea katika maonesho haya. Tunaendelea kukukutanisha na wadau mbalimbali walioshiriki katika maonesho haya. Na muda huu mtazamaji, tuko katika jengo la Aviation. Hii ni Aviation House. Tunakutana na naibu waziri wa Wizara ya Uchukuzi, Mheshimiwa David Kihenzile, ambaye leo anatembelea katika jengo hili. Tayari yuko ndani ya jengo hili kuzungumza ama kujionea kile ambacho taasisi mbalimbali ambazo ziko chini ya hii wizara kimeleta katika maonesho haya. Lakini pia anaenda kuzungumza na Watanzania kuhusiana na namna ambavyo serikali inafanya kwa Watanzania kupitia Wizara ya Uchukuzi, kupitia taasisi hizi. Ukiangalia viwanja vya ndege vilivyojengwa na vinavyoendelea kujengwa kwa sasa, haijawahi kutokea. Hivi ninavyozungumza, tunajenga jengo la abiria pale Iringa. Tumemaliza kujenga runway na ndege zinatua. Tumekamilisha ujenzi Sumbawanga, ndege zinatua. Tumekamilisha ujenzi almost Shinyanga na Musoma, tunategemea kupeleka ndege. Tunakamilisha ujenzi Mpanda, ndege zinatua. Tabora, ndege zinatua. Kigoma na maeneo mengine mengi. Vivyo hivyo tunakwenda kuanza kujenga viwanja vikubwa kama Lindi, ambako zaidi ya bilioni 120 zinawekezwa kwenye uwanja huu. Vivyo hivyo tunakwenda kukamilisha hatua ya pili pale Mtwara. Vivyo hivyo tunakwenda kujenga uwanja mkubwa pale Njombe, Kiabajwa kule Kagera, sambamba na Serengeti kwa ajili ya utalii. Tunakwenda kujenga jengo la abiria na kuboresha uwanja wa ndege wa Mwanza. Unaweza kuona kazi inayofanyika kwenye sekta ya aviation, kwenye ujenzi wa viwanja vya ndege kwenye nchi hii haijawahi kutokea. Zaidi ya trilioni 1 zimeelekezwa kwenye sekta hiyo. Hii inakwenda sambamba na kazi nzuri inayofanywa na mamlaka ya anga ya kudhibiti na kusimamia vizuri sekta ya anga, ikiwa ni sambamba na usalama katika sekta ya anga. Hata kama ungekuwa na ndege nzuri kiasi gani, hata kama ungekuwa na viwanja vizuri kiasi gani, unahitaji kuwa na mamlaka iliyodhabiti, iliyojaa wataalamu wenye weledi kama TCAA, ili kuhakikisha kwamba viwango vya kimataifa vinaendelea kusimamiwa, ili watu wapate confidence ya kushusha ndege zao hapa kwetu, lakini pia wawekezaji waweze kuleta ndege zetu. Na ndio maana tumia nafasi hii kutoa rai, kuwaomba wawekezaji wa ndani na nje walete ndege zao Tanzania, kwa sababu hata kama tungenunua ndege kiasi gani kama serikali, ndege 16 haziwezi kutosha. Leo kwa ndege hizo 16 tuna vituo karibu 34 vya ndani na nje ya nchi, na bado kuna vituo vingi zaidi tunahitaji kuongeza kwenye nchi yetu. Haitawezekana. Lazima sekta binafsi iliyopo kama kina Flightlink, akina Oriki na mashirika mengine yaongeze ndege. Na fursa inaendelea kuwekwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuweka mazingira rafiki ya kiuwekezaji, yanatoa mvuto na hamasa kipekee na uhakika kwamba ukiwekeza kwenye sekta yetu ya anga Tanzania uko salama na utapata faida. Lakini sambamba na hilo, wenzetu mamlaka ya anga wakishirikiana na NIT, wote kwa pamoja, mamlaka ya anga wanaanzisha chuo ambacho kitasaidia kuongeza wataalamu kwenye sekta ya anga. Na wenzetu wa NIT wanazidi kuboresha zaidi kwa kuendelea kutrain wataalamu mbalimbali watakaotoa huduma kwenye sekta hii. Kwa nini? Kwa sababu haitakuwa na maana uwe na viwanja vya ndege, haitakuwa na maana peke yake uwe na ndege usiwe na wataalamu. Kwa hiyo kwa ujumla jengo hili lina complement vizuri jitihada za serikali ya awamu ya 6 ya kuboresha sekta ya anga na kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha usafirishaji. Unaweza kuona hii ni sekta ya anga peke yake. Sikuzungumza kwenye upande wa reli ambako tunajenga reli ndefu kuliko zote barani Afrika, SGR, ikiwa na urefu wa kilomita 2290. Sikuzungumza kwenye upande wa Tazara ambayo inaunganisha kutoka Dar es Salaam mpaka Pilimposhi Zambia, ambayo na yenyewe inakwenda kukarabatiwa kwa zaidi ya trilioni 3. Sikuzungumza upande wa reli ya meter gauge yenye urefu wa kilomita 2700 ambayo na yenyewe inakwenda kuboreshwa. Hivyo mifumo ya mawasiliano kwa maana ya usafirishaji kwa sekta Tanzania inazidi kuboreshwa. Naam, baada ya kumsikiliza naibu waziri wa uchukuzi, niko ndani ya banda la TAA, mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania, na niko na mhandisi ujenzi hapa anaitwa Chiku Msangi. Ataenda kutueleza kwa upande wao
kitu gani kingine ambacho wamewaletea nyinyi wa Tanzania katika maonesho haya ya Sabasaba kwa mwaka huu wa 2026. Karibu mhandisi. Asante. Sisi mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania tuna kazi 4 ambazo kazi kubwa tunavijenga viwanja vya ndege, tunavisimamia, tunaviendesha na kuviendeleza viwanja vyote vya ndege Tanzania, na tuna jumla ya viwanja 61 vya ndege Tanzania bara. Kati ya hivyo viwanja 61 vya ndege Tanzania bara tunatarajia kuwa na viwanja 5 ambavyo vitakuwa ni international airport, lakini ambavyo vinafanya kazi mpaka sasa hivi ni Kilimanjaro International Airport na Julius International Airport. Hivyo ndio viwanja ambavyo vinafanya kazi mpaka sasa hivi, lakini tuna kiwanja cha Msalato ambacho pia ni international airport ambacho kiko kwenye hatua za mwishoni kukamilika. Lakini tuna viwanja vingine 2 vya ndege ambavyo vinaenda kuwa international airport ambacho ni Serengeti International Airport na Mwanza International Airport ambavyo pia vipo kwenye hatua za mwisho. Tumegawanya viwanja katika makundi 3. Kuna viwanja ambavyo ni completed, kuna viwanja ambavyo ni viko kwenye progress na kuna viwanja ambavyo ni upcoming ambavyo vinakaribia kuja. Hatukuweza kuweka viwanja vyote kwa sababu ni vingi, lakini tumeweka baadhi. Tukiangalia kwenye completed project tuna viwanja Arusha, tuna kiwanja cha Sumbawanga ambacho na Tabora ambavyo sasa hivi ni completed na vinatumika. Tukija kwenye ongoing tuna kiwanja cha Msalato Airport, tuna kiwanja cha Kigoma na kiwanja cha Iringa. Lakini tukija kwenye upcoming miradi ni tuna Serengeti International Airport, tutakuwa na Kilimanjaro International Airport na tutakuwa tuna Mwanza International Airport. Hapa tuna tuzo za World Travel Awards 2026 ambazo kiwanja chetu kimechaguliwa kiwe ni miongoni mwa viwanja hivyo. Kwa hiyo tunawaomba Watanzania watupigie kura kwa kuwa hata hivyo tupo mwisho wa kupigia kura ni tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu. Tunawaomba Watanzania kwa umoja wetu, wadau wa anga na watu wote ambao ni wananchi wazalendo wapige kura kwa kutumia QR code hii ili tuweze kushinda tuzo hizi za World Travel Awards. Asante sana. Asante. Mtazamaji, ni kukumbusha tu kwamba ni banda la TAA au ni mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania ambao wako hapa na masuala ya elimu mbalimbali. Siwezi kukusimulia zaidi, yaliongelewa ni machache, lakini ukifika hapa utapata kwa ukubwa zaidi nini TAA inafanya hapa nchini Tanzania. Mimi ni Kisa Mwepiana, hii ni Sabasaba Special. Asante.